عرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم. Vipi boss? Usalama upo kutosha? Usina wasiwasi. Yote maeneo yangu. Hakuna haja kusumbua. Ndo nimerudi. Na hata hivyo vijana wao ni machoko huko. Kama utajisikia kurudi, ni sawa tu, kazi zitaendelea. Ila kama tamaa endelee kubaki kule kwa sababu pia unafanya mishe, sio mbaya kwa sababu uwepo wako naamini kabisa kwamba nina mtu kazi. Lakini napata taarifa kwamba wewe umetoa uamuzi wewe dogo aachiwe. Na wakati nitegemea nione kwamba yule dogo anakufa. Hii imekaje? Unajua Lubanza, mimi nakuaminia sana. Wewe ni mtu mkubwa. Kwa muda mwingine vitu vingine usichukulie serious. Mimi nimeona yule kijana hana faida kwako. Tukiendelea kwa naye atachelewesha mambo mengine asiendelee. Ndio maana nikaamua tumwachie tu. Sawa. Kama nilivyokuambia, ni muda na mzigo wa kutosha sana. Na kwa sasa inatakiwa tuingie mzigoni, tuuze madawa. Mimi nishakwambia, hamna kazi yoyote ambayo utanipa nifanye mimi nikatae. Kikubwa hela tu. Sawa. Basi tutoke hapa nikakukabidhi mali ili uingie mzigoni na kazi iendelee. Sawa, haina shida. Let's go. Mzee mwenzangu, nilichokuitia hapa kikubwa. Nilienda kuweka mtego kule. Lakini cha kushangaza, mmoja wapo akibaraka Mzee Chendo alienda kuufuka ule mtego na kumfanya yule mtoto wa Mzee Chendo apite salama bila tatizo lolote. Wewe ulitumia mtego gani? Nilitumia mtego wangu ambao katikati niliweka miba kitaa. Hivi unakumbuka nilikupa mtego gani na nikakupa maelekezo yapi? Bila shaka mzigo wangu pia utakuwa umeupata. Swadakta, mzigo wako umeupata. Ila cha kushangaza, nilifungua ndani nikakuta kifuu umezingilisha na kaniki. Inamaanisha nini mshirika mzangu? Umefanya vizuri sana kuniuliza swali kama hilo. Sasa haya ni majibu ambayo mimi nakupa. Yasikilize kwa makini sana kisha uende ukafanye. Kile kifuu unatakiwa uende njia panda ukakifunike. Na kile kitambaa uweke juu yake. Hiyo itakuwa ni kinga. Lakini ndani yake pia kuna mtego nimeweka. Akikatiza katika ile njia, kitakachomkuta itakuwa ni hatari sana. Uende ukasikia pia amekufa yeye mwenyewe kama ambavyo tulivyomfanya yule mtoto wake. Ana bahati alimwahi mwanae. Ila kama angechelewa hata kidogo tu, basi pale mbele kwake wangefunga matanga.
Ni kweli sikuutumia ule mtego, niliutumia mtego wangu ule. Hilo ndio tatizo lako. Ninapokupa mimi mitego, hakikisha unaitumia. Ukienda tofauti na hapo, huwezi kufanikiwa. Sasa ninaongea nini na wewe hapa? Kwa sababu kila ninachokupa utumie unashindwa. Ndio maana mipango inafeli. Sasa sina cha kuongea na wewe tena hapa. Ni bora uondoke nyumbani kwangu. Kisokolo kwinyo wewe. Kuwa makini. Magosha babehi wajimelaga ndogo wane aditona kata. Unaona mlamone semu yose mongwene kokaya dolongoto aleko nsikiti na kuiza na njelo dene. Tangazo. Nimepotelewa na ndugu yangu fulani hivi. Anaitwa Kata. Atakayemwona yote yule ampeleke msikitini, ampeleke kwenye kituo cha afya. Maana naamini kabisa washirikina wameshacheza na akili zake. Majirani ndugu zangu. Hapa nimepotelewa na ndugu yangu, umeona, na vilasilasi fulani hivi kama Bobu Male. Kapanda hewani na futi 6'16" Ukimwona tu unajua ni huyo ndugu yangu kapotea. Mtoto atakayemwona ampeleke hata kituo cha afya chochote kile, mimi nitakuja kumdaka. Siko hapa tazeleki bwana, mtu umejaa ndegereko. Wandegereko mnadokona data mjanielewa narudia. Mkuru wangu aubike, mundu yoyote anamwena ampeleke kusikiti au kituo cha afya au zungutungu, takuja nikafate. Yaani mtu mnanigaramikia bado ninapotea. Kama kawaida. Mbona umekuwa hivyo, ndo unamwaza dingi? Hai, sasa mimi ni mwaze yule wa nini? Kwa kipi kwanza alichokuwa nacho? Mimi na mawazo yangu mimi mwenyewe tu. Unajua? Akashena. Mimi nimejala nenda sokoni ili ngano samaki. Sio unajua baba mdogo alisema kwa akirudi anataka kutoa ugali na samaki. Kwa hiyo nimejama mkoto. Yaani ile toto mento kweli, yani litaira ile yani. Una akili gani wewe mtoto wewe? Yaani unatoka kabisa huko ndani unakuja hapa kwa kakako wadudu wa chafu. Eti naomba hela niende nikamnunulie baba mdogo samaki si kitu gani? Wakati huo mimi nilikuwa napambana kutafuta hizo hela, yeye alikuwepo. Kwani kauli zangu waga uzisikii kwamba yule atakula mlenda mwanzo mwisho? Sasa kama unataka kumnunulia samaki au nyama, chukua hela yako wewe mwenyewe nenda sokoni. Lakini kama tunakula pamoja, huo ugali na mlenda, hapo sawa, fresh kabisa, mimi sina noma. Nenda hapo nyuma, chuma majani ya maboga, koroga, pika tule. Lakini masuala hayo si ya ugali na samaki, nyama, si pizza burger. Huo uongo yani. Sio kwangu mimi. Na bora tule wawili tu, sio ba mdogo. Hali ule nataka paka anaondoka hapa, kile kitambi kile kimetoka. Sio aje hapa afu aongezeke. Hakuna hicho kitu wewe. Mimi shida gani wewe? Yaani unaomba kama mchawi, utakufa vibaya wewe. Kumbuka ile pale ni baba yetu. Asa fikiria anaondoka leo hapa, anaenda kwake kitambi kile kimepungua. Inabidi hapa baba mdogo atoke amenawili. Maana amekuja kutoa watoto wake. Asa fikiria anatoka hapa leo anarudi kwake amekonda. Yaani mdogo wangu unakuelekea sasa unaenda kuvuka mipaka. Yaani unanitia singi mimi kaka yako. Mimi nimekuwa babu yako wewe. Yaani ni kweli kabisa, mimi sifichi wala nini, nina roho mbaya ile. Kwa sababu gani? Ukiwa na roho nzuri hapa duniani, uweze ukapata mali, uweze ukapata pesa. Umeelewa sijui? Na ukizidi kunichanganya nitakutia makofi, nitakutia vifuti wewe. Yaani mimi sitaki kabisa uniletee hizo habari za baba mdogo.
Kweli mdogo wangu, unaniambia mimi nife? Yaani ungejua jinsi gani mimi sitaki kufa kwa sasa hivi, kwa sababu ndo nimeanza kupata hela. Alafu unaanza kuniombea mimi nife. Nikifa mimi utateseka wewe. Yaani utahangaika wewe, mpumbavu wewe. Usije ukaongeza kauli. Bwana wangu mimi nilikuwa nakutania tu. Alafu ukiniona hata upendezi unakuwa mbaya. Unataka niwe mzuri mimi mwanamke? Wewe vipi wewe? Wewe Mboni. Na sasa hivi unapita tu kama unioni au bado unasila kwa sababu ya yale mazungumzo? Okay. Naona mguu wa kutoka, vipi tuongozane? Kiebe, unajua kabisa huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alafu mimi na wewe bado tujalalishwa. Hivi tunapoongozana hivi, haimpendezi Mwenyezi Mungu. Maana mahusiano yangu mimi na wewe, najua mimi na wewe tu. Kwa hiyo tunachokifanya hakimpendezi kabisa au. Acha mwezi mtukufu wa Ramadhani uishe. Hayo mengine atafuata. Na pia mimi siendi mbali. Naenda gengeni tu hapo kufuata mahitaji. Sawa. Tu usisahau kilichonileta mimi kwako ni kitu gani. Kufanya unavyofanya. Ujue tu, yani uwe na kumbukumbu. Usijisaulishe kwamba nipo kwa sababu gani hapa nyumbani kwako. Na vipi kuhusu issue ya simu? Au basi, najua nakumbuka. Usisahau pia na sisi tu huko ukusisitiza. Naomba unifanyie mpango na mimi nipate kanzu basi. Sawa, hilo limeisha. Naomba basi mimi niwe sokoni. Okay, sawa. Basi kakangu yaishi. Sawa kakangu. Unajua mimi ninapokupenda mdogo wako. Wadudu, oil chafu. Alafu nimekumbuka. Kuna kitu nataka nikuulize kaka. Usiku wa kuamkia leo, wakati nimeamka naenda toilet, kuna sauti nilisikia chumbani kwako. Hata sikujua ni sauti gani. Na sikujua ulikuwa unaongea na nani. Au kuna mtu umemfungia chumbani na hujaniambia chochote. Unajua sisi ni binadamu, sawa? Na hichi kitu ninachokuelekeza leo natakiwa unakifanya hata kwa siku nyingine. Mimi nilikuwa nafanya maombi ya saa 8 usiku kwa ajili ya kulinda nyumba yetu, kwa sababu wachawi ni wengi sana. Kwa ni hilo tu mdogo wangu, usije ukahisi kwamba ni kwa sijui nimevusha kidemo huko ndani au vipi. Hapana, nilikuwa nafanya maombi kwa hata siku nyingine natakiwa unafanya hivyo. Umeelewa? Sijui ibada saa 6. Nile sauti nzito ambayo nilikuwa ninaisikia ndani, wakati ikiwa ibada huwa ni saa 8. Ibada wichi kunafanya wewe saa 6 ile kakangu. Sasa mimi nilikuwa najiandaa, ndio maana nikaanza kwa kukemea kwamba katika jina la Yesu. Ulivyokuwa unasikia ile sauti, katika jina la Yesu, shindwa pepo, shindwa nini. Yaani kama ulisikia sauti hizo ndio nilikuwa nafanya hivyo. Nimejiandaa kwa kukemea, afu baadaye nikaja nikafanya maombi. Kwa hiyo hivyo. Ila sasa kutokana na mazingira ambayo umenivuruga, umenikoroga, sihitaji nikuone katika mboni za macho yangu. Nyenyuka hapo uende ndani. Toka kabisa. Nimekwambia nyenyuka, hakuna hapa samaki wala nyama. Kachume majani ya maboga, koroga na ugali tunakula. Toka. Nyenyuka uondoke. Toka bwana. We vipi? Huyo sija amenisikia kweli huyo? Maana usiku nilikuwa nazungumza na ile dawa yangu nipe sasampa. Kutokana na mkwala niliompiga huyo, hawezi akashtukia kitu chochote na wala hajajua. Na akizidi kunifatafata nitaanza kumuhisi vibaya, watakuwa wamejiunga pamoja na baba mdogo hao. Akija kuniuliza swali hilo kwa mara nyingine, nitamfukuza hapa nyumbani. Wewe mwache anaendelee kunichanganya hivyo hivyo.
Vipi achusi? Bado budo. Hakika hivyo. Wasema hapo nimeshateka vimaji mwanangu, vidagani, unga, kila kitu, fuleshi mchongo hapo ndo katoe dongo tuishi. Wale tukolewe mapepe. Yaani mimi nitoke hapa niende kule nikatoe dongo. Hiyo haukama. Hapo wenyewe inabidi tunaforce mchumba yote yule. Tunamteka tunampeleka ghetto pa yeye ndo anakuwa anatoa dongo tunakula. So mimi nitoke hapa nikatoe dongo. Hiyo haukama achuzi vipi wewe? Yaani iko hivi, tunaekeana zamu. Leo wewe, kesho mimi, ndo masaa yanavyoishi. Sasa kama hivyo unachukua mchumba na pagani. Shoti sijua shoti vipi mboi? Sema mwanangu anaonekana anafagilia sana. Nishakupangilia. Haina kutembea na fagio boy. Sema baridi mimi dongo nitatoa. Ila nikitoa kande hapo wenyewe unakula hivyo hivyo haina kunipinga. Yaani ukitoa bichi nini utakula mwenyewe, lakini maisha yako ndio hivyo, na utoe dongo, yaani ukaze. Baridi hapo wenyewe haina noma. Ba mkubwa yuko wapi? Maana nyumba imepoa kweli yani. Halafu kwa nini ba mkubwa hataki kuniamini? Nimejaribu sana kujiaminisha kwake, lakini bado imani imekuwa ndogo sana. Sasa sijui anahisi akinikabidhi mikoba nitashindwa kufanya kama vile anavyotaka. Sasa hapa inabidi nifanye kitu ili kutengeneza uaminifu kwa ba mkubwa. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya wananiita kata aka Poloto. Kama tunazika mziki utangana na supu. Sijini mzuri ikiwa na bangi, ikiwa na kibamia unapata vizuri. Ni kama kuku na fenesi. Hivi ni macho yangu au naota? Huyu si ndio ule kijana ambaye tulimruhusu msituni na tukamwambia toke kabisa ya maeneo? Ina maana hakutusikia au? Na uchizi ameupata baada ya kuniona mimi? Au ni kweli? Inawezekana ni kweli akawa ni chizi. Huenda kile kipigo tulichompiga kimemchanganya akili. Maana vitendo anavyovifanya sio vya kawaida. Na sidhani pale alipo kama anaweza kukumbuka chochote. Ngoja niachane naye tu. Dalili za mvua zimekuwa kiza, jua limejificha nyuma ya uso wa dhambi. Wenye matumaini wamebaki kimya, ni kama kila mlango umefungwa kwa kufuli. Majibu yako wapi?
maombi yanapotea. Mbingu imechoka kusikia sauti zetu za oga. Hivyo ni wewe au umepotea njia? Aha, Biasmini. Kwako wewe mimi nipote njia? Alafu binadamu anapoonana kusalimiana kwanza. Habari yako? Sina hata shida ya salamu yako. Ulichokifanya mwenyewe ulikiona kizuri sana. Ukaniacha mimi kwenda kuoa mke mwingine. Si uliona mimi sio mwanamke? Halafu eti leo tusalimiane, tusalimiane mimi na wewe. Hey, sina salamu na wewe. Aha, Biasmini. Hebu kuwa na furaha kwanza. Hujui mimi kitu gani kimenileta kwako? Nafahamu. Kile kitu nilichowapiga kule, nateseka wewe na mkeo. Ndio mngoja kuomba msamaha kwangu. Na sitokusameni. Wewe mwanamke. Kwani mimi nakosa gani kwako mpaka unifanyia vitu kama vile? Heti kosa langu mimi kwako nini mpaka kunifanyia mambo kama uyajui? Shika njia uondoke. Tena utoke. Nenda. Huo mguu uliotokea kwako kuja kwangu ndio uanzie kuondoka kwako. Hebu nisikilize kwanza. Sina shida kukusikiliza. Na hiyo tabia kwenda kwa Chendi kuomba msaada, ukae ujue itakugharimu wewe na familia yako. Tena toka kabisa hapa nisikuone. Wenabu! Danabu! Hebu haya. Taratibu sasa, taratibu. Chunga sianguke bwana. Ostazi, kimekuta nini mdogo wangu? Maana nilikuwa nimemwagiza, mbona karudi hivi tena Ostazi? Mdogo wako alikuja nyumbani kwangu, lakini alikuwa na changamoto kubwa sana. Bibi anawafuatilia, alikuwa tayari ameshauingia mwili wake. Nimejaribu kupambana naye, na namshukuru Allah tabaraka wa taala aliyeniumba mimi na kunipa kipawa hiki. Nimeweza kumshinda na amenikimbia. Lakini tu nisikuficha dadangu, mdogo wako na wadudu wengi sana kwenye mwili wake ambao hawatamsababisha asifanikiwe kabisa kwenye maisha yake. Na si hivyo tu, bali hatodumu kwenye ndoa yake na kutokupata mtoto kabisa. Na hii tuweze kuondoa wadudu, inahitajika funga iliyo thabiti. Yaani namaanisha funga isiyokuwa na dosari, ambayo funga hiyo ianzie kwake yeye, kisha wewe unayemlea au kukaa naye. Hapo tutakuwa tumeondoa kabisa wadudu. Funga tena? Mimi nifunge? Memena. Memena wangu mwenyewe. Memena wewe. Mgaya, kuna kitu ulichokisahau kwangu? Ama ni kitu gani kilichokutoa huko ulikotoka mpaka kufika hapa nyumbani kwetu? Mimi nadhani hakuna ulichokisahau kwangu, si ndio? Haya basi, katika maisha yangu sitaki kukuona, sikutaki, sikuhitaji, na hata kukutamani tu sikutamani. Naomba uondoke nyumbani kwetu.
Lakini Memena, ubaya gani haswa nilokufanyia mpaka tufikie huko? Yaani tufanye sawa, mimi mbaya, sawa? Mimi mbaya, hakuna mwema. Lakini hakuna hata mazuri yangu. Hata sasa basi, Mgaya, kaa chini tuzungumze. Alafu Mgaya, umekosea 1, 2, 3. Labda hapo ndo wema tunafanyiana hivyo na mtu mwerevu yoyote hii dunia jamani. Sasa mbona mimi tu? Jema gani unalozungumzia wewe? Kuniumiza moyo wangu? Kuniachia maumivu makali ndani ya moyo wangu, ndio hilo jema ulilonifanyia Mgaya, si ndio? Iko hivi, sikutaki, narudia tena. Sikuhitaji na sikutaki hata kukuona kwenye macho yangu. Baba, sepa, nenda basi. Nisikilize. Memena, nisikilize. Mimi sawa, lakini sasa ndo nimerudi kwa mpenzi wangu, kwa mke wangu mtarajiwa, mtu ambaye tulikuwa tukikaa mwenyewe, tuna vitu tuna vitu tunaongea. Lakini sasa mimi na jambo gani baya jamani mama yangu, mpaka ni hata kukaribishwa kwenye nyumba sijakaribishwa. Mimi si nilikuwa naingiaga mpaka ndani, nikijaga basi naingiaga mpaka ndani. Mgaya. Ustazi, mimi ndo kila kitu hapa nyumbani unavyoniona. Mimi ndo baba, mimi ndo mama. Inatakiwa nini nikapambane ili nimsaidie mdogo wangu Ale. Na kule ninapofanyia kazi kuna kila aina ya binadamu, kila mtu ana mapungufu yake. Nitawezaje kuepuka vishawishi au maneno mabaya ili funga yangu iwe thabiti jamani? Nabu, ukimfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hausumbuki wala upati shida. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, arehemu Mwenyezi Mungu juu yake na okoe, Ittaqillah haithu makunta, mche Mwenyezi Mungu popote wapo. Waatibiu sayyata li hasana, nafatisha ovu kwa jema. Tamuhuha, kulifuta ilo ovu. Wa khaliqin nasi bi khuluqi hasana, naishi na watu kwa tabia njema. Sio lazima wajibu wale watu. Mhurumie mdogo wako, inahitajika ifunga itimie ituweze kuondokana na hili. Nataka mdogo wangu akae sawa, na namwomba sana Mungu amwepushie mabalaa. Nikiongea sana naona kama nitakufuru. Mungu, ufanye wepesi kwenye familia Mungu, tuondole mabalaa. Allahumma amin. Allah sio mchoyo, hakika nasikia dua yako. Acha nikuache sasa, lakini nifuatisha kama nilivyokuambia. Na kingine mwacha pumzike, maana nimeshamsomea dua. Kwa heri. Mungu ilinde familia Mungu jamani. Sasa nini tena shemeji, naye anafanya nini tena shemeji? Sasa anafuata nini? Ambia uchune. Mimi nadhani alichoongea mdogo wangu umekielewa, ina haja kujieleza sana. Anasema nini huyo? Anasema nini huyo? Mpange basi. Unataka tutumie lugha gani kuongea? Tuongee Kiswahili kipi ambacho kitanyooka na tukikwambia wote akisikiliza kwamba Mgaya tumekwambia toka nyumbani kwetu nenda. Mimi na wewe unijui vizuri. Ushakiutia kelele za mwizi? Mwizi tena? Sasa mwizi hiyo inatokana na nini? Mimi nimekuja hapa amnijui. Tena nimekuja kusalimia tu, leo mwizi vipi? Aya baba. Fanya umekuja kutusalimia sisi wazima, naomba uende kabla sijaamsha ya kwetu. Sifanye hivyo Jose bwana. Sifanye hivyo. Kama wewe hapo ambacho hujakila kitu gani? Tutumie lugha gani rahisi ambayo tunaweza tukakwambia na ukatuelewa? Baba, nenda, njia nyeupe hiyo nenda. Mimi nadhani Kiswahili kinaeleweka, haina haja sana. Mgaya, memena kila wakati memena nini? Nenda baba, hebu twende basi. Karibu. Unipa eka tu mwili wako mwenyewe mzito, unanipa eka kusukuma unapangania hapa kwenu wewe. Jitu zima ovyo. Mume wangu. Ina maana chokwambia ndani hujanisikia? Nimekusikia lakini sijakuelewa. Hili swala nalichukulia ugumu kiasi gani? Tumehangaika mara ngapi humu ndani mume wangu? Tulikuwa tunahangaika kila siku kwa ajili ya matakataka tulikuwa tunaishi nayo humu ndani. Sasa hivi tumepata mtu anayetusaidia angalau kwa uchache. Palipobakia padogo unashindwa kumalizia.
Kwa nini? Kuna nini kinaendelea hapa? Ndio maana ulibaki huko nyuma kwa sababu mlikuwa mnanisema, si ndio? Mke wangu, mimi nishakwambia nimegaili. Kule siendi na usitarajie kabisa kama mimi kule nitaenda. Umenielewa? Alafu mimi ni Muislamu, utambua mke wangu. Habari za ushirikina na mimi wapi na wapi mke wangu? Uislamu umeanza leo? Uislamu umeanza leo? Wakati naenda kwa yule mzee si nilikushirikisha? Siku ya kwanza tuliambia twende, tukachelewa, ukajizungusha huko kwenye shughuli zako, ukaja hapa sijui ni usiku. Yote hayo nimenyamaza. Tumeenda tena tumeambia saa 10 twende, hutaki tena kwenda. Kwa nini hutaki kwenda? Kuna nini kinaendelea? Ndio maana ulibaki huko nyuma kwa sababu mlikuwa mnaniteta, si ndio? Ili swala mimi siwezi kukubali. Lazima twende kwa yule mzee tukamalize palipobakia. Siwezi kukubali kukaa na mizogo huko ndani nisioiona. Kila siku tunawaza kula tu badala ya kuwaza maendeleo. Naona sasa Hadija unataka kunipanda kichwani. Ila tambua mimi ni mume wako. Inapaswa unisikilize ninachokiongea mimi. Umenielewa? Sihitaji kauli yako hiyo nisikie tena kutoka mdomoni kwako. Kunikalipia kama hivyo. Imeanza lini tabia hiyo? Ife mwanaume una matatizo gani? Una shida gani lakini? Tulichokuwa tunakipitia humu ndani wewe hujakiona. Tukilala tukiamka tunawaza kula na sio maendeleo. Tumepata mtu anayetusaidia hata kwa udogo tu, mume wangu unashindwa kwenda kumalizia, unakataa. Tena unakataa kijeuri mbele yangu. Wewe ni mwanaume. Ndio maana unaamua kufanya yoyote, si ndio? Mimi sina thamani kwako. Wewe unanidharau. Ungekuwa unanisikiliza kama mkeo, usingeweza kunitolea maneno mabaya kiasi hicho. Uone hata aibu mume wangu. Tumehangaika vingapi humu ndani mimi na wewe. Nimekuvumilia mangapi mwanaume. Sasa nisikilize. Naona unataka kunipanda kichwani. Siwezi kurudia tena kusema hivyo. Nimegaili kwenda kwa yule mtaalamu. Yule mtaalamu tena inavyoonekana ni mnafiki tu. Na ingekuwa mkweli, kwa nini asituambie siku zile? Anatuwekea hadi eti twende kesho hivi na Hadija. Kukuheshimu, kosa kukuheshimu. Haya maneno unayozungumza hapa unayataka wewe mwenyewe nje. Nishakwambia toka huko ndani. Mume wangu, sio kama nilikuwa naongea kwa ubaya. Ni kulingana na changamoto tunazozipitia humu ndani. Mimi naumia. Siwezi mume wangu. Tunaishi na matakataka humu ndani. Tunaishi na viumbe ambavyo havionekani. Tumeanza vizuri. Kwa nini tusimalize mume wangu? Ili tuweze kuishi kwa amani. Au unayafurahia haya tunayopitia? Sawa, wewe ni mwanaume. Siwezi kuingilia maamuzi yako. Fanya unachoona ni sahihi. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake.